ni utekelezaji wa mradi wa uchimbaji visima 29 vya umwagiliaji wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC unaotekelezwa katika shamba la ekari 1500 la mradi wa kilimo wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT, uliopo hapa Chinangali mkoani Dodoma. Mitambo 7 kati ya 15 ya kisasa ya uchimbaji visima iliyonunuliwa na serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 17 inaendelea na kazi ya uchimbaji visima katika shamba hili, ukiwa ni mkakati mahsusi kuhakikisha wakulima wa kada zote nchini wanapatiwa maji ya kumwagilia mashamba yao. Kama ambavyo tunafahamu, serikali ilianzisha shamba hili la vijana la Chinangali kwa ajili ya kuwawezesha kulima mwaka mzima, na moja kazi ambayo ilikuwa imetolewa ni kuliandaa shamba na kuweka miundombinu ya umwagiliaji. Moja ya kazi ya kuweka miundombinu ya umwagiliaji tumemaliza. Sehemu kubwa ambayo ilikuwa imebakia ni upatikanaji wa maji. Sasa serikali ya awamu ya 6 ilitupatia fedha za kununua mitambo ya kuchimba visima. Mitambo tumenunua 17, mitambo 7 tayari ipo hapa na tumeisambaza hapa shambani kama mnavyoona, na mmeitembelea yote nyinyi waandishi wa habari, na imeanza kufanya kazi ya kuchimba. Kwenye shamba la Chinangali tunaenda kuchimba visima 29 kuhakikisha kwamba yanapatikana maji ya kutosha na kuwawezesha vijana hawa ambao wamepewa maeneo ya kulima waweze kulima. Zoezi hili tutalifanya kwa nchi nzima, na hapa tumefanya kwa vijana, lakini tutakapoenda mikoani tutafanya kwa wananchi wa kawaida. Tutayapanga mashamba, tutachimba visima na tutawawezesha wananchi hao kuweza kupata maji kuweza kulima kwa mwaka mzima. Nini lengo la mradi huu kwa wananchi? Lakini pia utakuwa na matokeo gani? Raymond Mdolwa anaeleza zaidi. Lengo la programu hii ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kwamba kila mkulima apate angalau eka 2.5 maji ya uhakika. Kila mkulima. Kwa hiyo tutatengeneza blocks, tunachukua wananchi 10, 20, 30, 40, tunachimbia kisima, tuweka miundombinu ya umwagiliaji, halafu wao wenyewe wanaweza kufanya nini? Kuweka kwenye mashamba yao na kwenda kuweza kumwagilia. Anaweza kulima mahindi, anaweza kulima ufuta, alizeti, mboga na kadhalika. Kwa hiyo ni program ambayo tutaitengeneza ratiba husika na tutaiwasilisha kwenye mikoa husika kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri. Ni kazi shirikishi. Sio kwamba sisi tutaamua tufanye hivi. Ni kazi shirikishi kama vile ambavyo tulishaanza visima 70 kwenye mikoa tuliochagua. Je, mitambo hii ina uwezo gani wa kuweza kutekeleza miradi hii ya umwagiliaji kwa wananchi? Mkurugenzi msaidizi idara ya miundombinu kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, Mwinchuma Tengeneza, anaeleza. Kwa ujumla tuna mitambo 7 tayari kwa hapa site na tunaendelea na zoezi la uchimbaji. Mitambo hii kwa ukubwa wake ina uwezo wa kuchimba visima kwa urefu wa mita 300. Mitambo 7 ambayo tunayo, lakini kipekee kabisa tunashukuru kwamba tumewezeshwa upatikanaji wa mitambo mikubwa ambayo inaweza kuchimba visima kuanzia mita 1300 mpaka 1800 kwa maeneo ambayo yanahitaji kuchimba visima virefu. Tutakuwa nayo hii ambayo tayari tunayo site, tunaendelea nayo, ina uwezo wa kuchimba mpaka mita 300. Iko mitambo 7 tayari. Kukamilika kwa mradi huu kabambe hapa katika mashamba ya BBT Chinangali mkoani Dodoma kutaleta mapinduzi ya kilimo kwa vijana wanaotekeleza mradi huu wa kilimo pamoja na taifa kwa ujumla, kutokana na tija kubwa itakayopatikana kutokana na programu hii. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital Dodoma.